Kwa milenia yote, ziwa Victoria limekuwa chemchemi ya maisha, chanzo cha chakula, ajira na utajiri wa kanda ya ziwa. Lakini mahitaji ya samaki yamezidi kile ambacho uvuvi wa jadi unaweza kutoa. Hapa ndipo teknolojia ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ujulikanao kama cage aquaculture unapoonekana kama mustakabali halisi wa usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi. Mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini vile ongezeko la watu, sio tu Tanzania wala Afrika, dunia mzima, kwa sababu lazima watu waendelee kubuni vyanzo tofauti vya watu kuweza kupata chakula, kisio chakula tu na kipato pia. Kwa hiyo ndo wazo hili nadhani lilikuja kwamba hata kufuga samaki licha ya kwamba ni shughuli ya kuzalisha chakula, lakini vile ni shughuli ya kiuchumi, kwa sababu watu wanapata pesa nyingi kupitia ufugaji wa samaki. Kwa Tanzania haikuanza zamani sana na sio karibu sana, lakini tunamshukuru Mungu kwa jitihada ambazo zinafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulikokuwa mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Kwa tunakoelekea ni pazuri, kwa sababu sasa hivi mwamko wa ufugaji wa samaki unakuwa siku zinavyozidi kwenda. That's why hata sisi tulipomaliza high school tukaenda chuo kikuu kusomea haya masuala. Lengo ni kuweza kuipigania tasnia na kuweza kuiendeleza na kuhakikisha kwamba samaki kama zao la chakula inapatikana kwa wingi, lakini vile kuweza kukuza pato na uchumi wa mtu mmoja, mji au jiji na taifa kwa ujumla. Katika muongo uliopita, ufugaji huu umekuwa ukikua kwa kasi kutoka vizimba 50 tu kwa mwaka 2014 hadi zaidi ya vizimba 1600 kwa mwaka 2024 vilivyowekwa kwenye maji ya ziwa Victoria. Samaki tunamkuza tangu akiwa mdogo mpaka ile saizi ambayo anastahili kwenda sokoni ama kwa ajili ya kuliwa. Tofauti na huu wa asili ambao unachukua hizi nyavu zako unaenda na ama boti yako ama mtumbwi wako wa asili kama hivi mnavyoiona, unatupa nyavu. Kwa haijalishi utapata au hutapata, lakini kwa kwetu sisi hapa inakuwa ni uhakika, kwa sababu samaki umewakuza, unawaona idadi yao ni wangapi, wanakula chakula kiasi gani, wanakula chakula size gani, kwa muda gani. Ndio maana inakuwa tofauti na huu asema, kwa sababu sisi sio wavuvi, sisi ni wafugaji. Kwa wanaoenda kuvua huku ni wavuvi, sisi ni wafugaji. Kwa maana sisi tunamkuza samaki tangu akiwa mdogo mpaka kufikia ile size ambayo hii size inatosha kwenda sokoni ili niweze kuvuna niweze kupata faida. Maji ya ziwa Victoria hutoa mazingira ya asili kwa samaki kukua. Vizimba hivi vinajengwa kwa fremu imara na nyavu maalum zinazoruhusu maji kuingiliana bila ya nguvu ya mitambo, hivyo samaki wanaishi katika hali ya asili. Hatua inayofuata ni kupata malighafi muhimu. Hizi ni pamoja na mabomba ya polyethylene au chuma kwa ajili ya fremu, nyavu maalum zenye meshi inayofaa kulingana na aina ya samaki, kamba imara na nanga za saruji au chuma kinachoshikilia vizimba chini ya maji. Hii ni guloa, ambayo hii guloa ndio inayobeba samaki, ambao samaki wakifikisha miezi 3 ndio naiachilia kwenye guloa, maana kuna paneti ya kuweka vifaranga wadogo. Wakisha kuwa kama miezi 3 ndio naachilia na unaweka kwenye hii neti. Hii inategemeana na keja ambayo utakuwa umetengeneza. Unachukua kama ni 6 kwa 6 au diameter 8, na yenyewe ni hivyo ili itoshe, isipungue wala isizidi kwenye keji. Hii ndio inayobeba samaki mpaka kuvuna. Kisha watoa mle kwenye paneti unaweka sasa. Yaani ukiwa unataka kujifunza, kwa mfano ndo umeanza sasa nataka kujifunza kushona, ndo nachukua hii timba na hii sindano naweka hivi, inakuwa tayari. Maana hata ukiwa unashona ili unafunga huku ili ukiwa unashona isitoke sindano. Ukiwa unaanza hapa hivi kushona lazima utoboa hapa kwenye hii kamba kubwa, unatoboa hapa ili ukiacha kutoboa hii kamba, hii timba inaweza kateleza ikaachia. Ukishaingiza unakaza, unaivuta kabisa ili ikaze, isije kalegea. Ikishalegea itaachia, ikishaachia
hii timba ikishaachia hapa, ina maana hii nyavu na yenyewe itakaa wazi kama hivi. Ikishakaa wazi kama hivi, lazima samaki watapita. Majaribio ya kisayansi yameonyesha kwamba pH na oksijeni ndani ya maji ya Ziwa Victoria bado ipo ndani ya viwango vya afya hata baada ya vizimba kuwekwa, ikionyesha kuwa mfumo huu unaweza. Hatua ya kwanza ni kuchagua eneo sahihi la maji. Eneo lenye kina cha kutosha, maji safi na mtiririko mzuri, kuhakikisha samaki wanapata oksijeni ya kutosha na mazingira bora ya ukuaji. Kwa nini vizimba hatuweki pembezoni mwa ziwa, baada yake tunasogea mbali kidogo na ziwa afu tunaweka? Sababu ya kwanza, kuna kitu tunaita oksijeni. Samaki tunaowafuga wanahitaji oksijeni nyingi kwenye ukuaji wao. Sasa oksijeni nyingi inapatikana kwenye maji marefu. Kwa ukipima kwenye maji marefu na pembezoni hapa, oksijeni iliyopo hapa pembeni ni ndogo ukilinganisha na oksijeni inayopatikana mbele kidogo. Kwamba tunavyoenda hivi tunatafuta oksijeni nyingi ili samaki waweze kukua kwa ukubwa zaidi. Kuna hawa wanyama waharibifu ambao wa majini kama mamba, kuna fisi maji, kuna kenge, hawa ni waharibifu. Sasa hawa wanyama mara nyingi wanapendelea kukaa pembezoni mwa ziwa. Wanakaa pembeni humu. Sasa ili kuiepuka hiyo riski, manake tunaamua kwenda kwenye maeneo ambayo wao hawaishi mara nyingi. Kwa hiyo tunaenda kwenye kina kirefu kwa sababu wao hawapendelei kuwa huko. Kwa hiyo riski tunakuwa tumeikwepa. Mimi nilipenda kuingia katika ufugaji wa samaki kupitia vijana niliowaona hapa mtaani kwetu wakiwa wameshaingia kwenye hiyo sekta ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Wanawake wanaweza, kwa mfano kama sisi tunaenda ziwani, tunaenda na nafikiri utaona kama tutaenda ziwani, tunapiga na kasia, tunaweza. Mwanamke unaweza. Kuanzisha ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ni safari inayohitaji maandalizi, maarifa na uwekezaji wa awali. Si rahisi wala si ya bei ndogo, lakini ni biashara yenye mwelekeo na matokeo yanayoonekana. Mtu akitaka kutengeneza keji, akitaka kufuga samaki kwenye vizimba, cha kwanza anatakiwa kuwa na keji ambayo ndio kizimba tunasema. Keji zinatofautiana ukubwa, ambapo kadiri zinavyotofautiana ukubwa ndivyo na bei zinatofautiana. Kizimba kidogo kinakuwa kina uwezo wa kutengenezwa kwa bei ndogo na ukikompea na kizimba kikubwa. Tuchukulie mfano kizimba kidogo cha duara, tunakiita kizimba cha diameter 6. Kizimba cha diameter 6 kina uwezo wa kutengenezwa kwa gharama ya milioni 5 mpaka 6 hapo. Hiyo ni kutengeneza, hapo ni pana vyuma, pana mapipa, pana kitu tunaita nanga, pana neti. Yaani kizimba kipo majini pale kinasubiri samaki. Hapo kimekula milioni 5. Stage inayofuata sasa ni kuweka samaki kwenye keji hiyo, kwenye hicho kizimba. Samaki sasa tunaoweka, hatuweki samaki wakubwa, tunaweka samaki wadogo kabisa ambao kitaalamu sasa tunawaita vifaranga wa samaki. Hawa vifaranga wa samaki kwa keji ambao tunaichukulia kama mfano kwa maana ya diameter 6 inabeba samaki 10,000. Hawa samaki 10,000 ka samaki kadogo kamoja tunakanunua kakiwa ka wastani tunakanunua kwenye 150 kwenye 180. Tuchukulie sasa 180, umechukua kifaranga ambacho ni standard, kizuri, kikubwa, kinafugika vizuri. Sasa kama tunachukua kifaranga kwa 180 tunaweka vifaranga 10,000, maana yake vifaranga 10,000 ni shilingi milioni 1,800,000. Kwenye kutengeneza tumetengeneza kwa milioni 5. Maana yake tukijumuisha na hii tumetumia kama milioni 6,800,000. Stage inayofuata sasa tuna kizimba, tuna vifaranga, tunaanza kulisha sasa. Kwa stage ambayo inafuata hapo ni kulisha. Sasa kwa sababu ni kulisha tunahitaji kuwa na chakula cha samaki. Chakula cha samaki vivyo hivyo vinatofautiana kulingana na size na vifaranga na samaki walivyo. Samaki wakiwa wadogo wanakula chakula kichache lakini kwa mara nyingi. Yaani ni kama mtoto mdogo. Anakula mara nyingi kwa siku lakini chakula anachokula ni kidogo. Yaani akila mara moja anakula chakula kidogo lakini mara nyingi. Lakini sasa kwa sababu ni kifaranga kidogo hiki kinahitaji chakula chenye virutubisho vingi
ukilinganisha na samaki wakubwa. Sasa kwa sababu virutubisho vinavyohitajika kwa chakula cha samaki wadogo ni vingi, vinafanya sasa hiki chakula kinakuwa ni gharama kubwa ukilinganisha na chakula cha samaki wakubwa. Kuna kitu tunaitaga protein. Protein ya chakula cha samaki wadogo ni kubwa, inafikaga mpaka 40-45, lakini samaki wakubwa protein inashuka mpaka 30 huku. Kwa mfano, mfuko mmoja wa kilo 25 wa chakula cha vifaranga tunanunua shilingi 85. Ambapo sasa huu mfuko mmoja, keji moja, inaweza ikala hata wiki 3 mpaka mwezi hapo. Mfuko mmoja. Hawa vifaranga. Chakula hicho sasa tunakiita poda. Kwa sababu ni samaki wadogo, hawawezi kula punje kubwa kubwa, kwa hiyo wanakula chakula chenye asili ya unga. Kwa hiyo tunakuwa tunawalisha. Sasa hiki chakula tunakinunua kilo moja, tunapigia mahesabu ya shilingi 4,500. Kilo hii, kilo moja. Umeona? Sasa kadiri tunavyoendelea kulisha, kadiri samaki wanavyozidi kuwa wakubwa, chakula chao kinahitajika kuwa na protini pungufu kidogo, na kadiri protini inavyopungua chakula kinazidi kupungua bei. Tulikuwa na 4,500, tunaanza kuwa na 3,800, tunaingia mpaka 3,000, 3,500, mpaka chakula cha mwisho kabisa kina 2,460. Sasa kwa gharama za ununuzi, sasa hiyo tani 3 za chakula inaweza kaja kwenye milioni 8 hapo milioni 9. Hiyo ni kwa ajili ya chakula cha samaki. Kwenye mnyororo mzima wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, gharama kubwa kabisa huwa ni chakula cha samaki. Tumeona kwenye utengenezaji wa keji inaweza kaa kwenye milioni 5, milioni 6. Vifaranga tunanunua mpaka milioni 1,800,000 ndio. Lakini tukifika kwenye chakula tunazungumzia milioni 8, milioni 9 huku, ambapo mpaka mtu anakuja kuvuna. Sasa ukipigia mahesabu ya kuanzia ulivyotengeneza keji, umenunua vifaranga mpaka umenunua chakula, inaweza kakota kwenye milioni 15 hivi. Hapo sasa mtu anafuga samaki. Sasa huwa tunasemea sasa kwamba pengine mtu huenda asiweze kuhudumia mwenyewe majini, asiende kulisha, asiende kupiga hizo kasia mwenyewe, huenda sasa akatafuta mtu akamwajiri akawa anamsaidia hizo kazi. Lakini pia huenda akanunua baadhi ya vifaa kama mtumbwi, mwingine anaweza akaenda mbali zaidi akanunua mtumbwi mkubwa unaotumia mashine. Umeona? Huwa tunasema sasa akiwa na milioni 20, hivyo vitu vyote anaweza akavifanya. Mimi nimeanza shughuli hii mara baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kunikabidhi vizimba ama vifaa vya ufugaji wa samaki mnamo tarehe 30 Januari 2024. Sasa mimi nimetimiza miaka 2 nikiwa nafanya shughuli hii. Nilikuwa siamini kwamba maisha yanaweza yakapatikana nje ya ajira. Lakini bwana, ninapozungumza na nyie leo, sasa hivi mimi ukiniambia habari za ajira nitakusikiliza, kwa sababu umeniambia na una haki kabisa za kuniambia kwamba kuna ualimu unapatikana sehemu fulani. Sababu by professional mimi bwana tuisimtenya, mimi ni mwalimu. Lakini ukiniambia shule fulani nakutaka, nitakusikiliza, nitakuelewa, lakini itakuwa ngumu mimi kwenda, kwa sababu fursa ama kujiajiri ama biashara, hususan ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, unalipa sana. Kwa sababu mimi ndani ya muda mfupi wa miaka 2 tu naweza kuambia nimefanya mambo ambayo nataka tu nikwambie ilikuwa ni ngumu kuyafanya, lakini siwezi kuyasema hapa, lakini ni makubwa ambayo kiukweli ingekuwa ni ajira, tusidanganyane. Serikali ya Tanzania imechukua hatua madhubuti kuendeleza sekta hii kama sehemu ya uchumi wa buluu, mkakati unaolenga kutumia rasilimali za maji kwa uzalishaji endelevu wa chakula na ajira. Kupitia sera na kanuni za ufugaji, serikali imeondoa kodi ya ushuru juu ya nyenzo muhimu kama chakula cha samaki, nyavu na vifaa vya kuzalisha vifaranga. Serikali pia imeimarisha mchakato wa kupata vibali kwa njia ya mtandao na kufanya ufugaji huu uwe rahisi kwa wafugaji wadogo na wakubwa. Hali ya ufugaji wa samaki kwa kipindi kile na sasa hivi ni tofauti. Maanake miaka ile ule mwamko wa ufugaji na sasa hivi ni tofauti. Kwa sasa hivi tunaweza kusema tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya jitihada kubwa sana kupitia wizara ya kuweza kuhamasisha watu wajikite kwenye shughuli za ufugaji wa samaki, waendelee kuwekeza na kuwakaribisha wawekezaji wa humu ndani na wengine kutoka
kutoka nje ambao wamekuja kuwekeza na kuweza kusaidia kuinua ari na morali za wafugaji wazawa. Lakini vile vile naweza nikatolea mfano, kuna benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania Agricultural Development Bank. Hao wamekuwa sehemu kubwa ya kuhamasisha na kutia chachu kwa kuwapatia mikopo vikundi, taasisi ambayo haina riba. Maana yake hiyo kuweza kuhakikisha wanawapatia zile facilities zote zinazohusu ufugaji, kwa mfano kuwapatia keji, neti, chakula, vifaranga, kila kitu. Kwa hiyo imesaidia sana kuweza kuhakikisha mwamko wa ufugaji wa samaki sio tu hapa kanda ya Ziwa, nadhani ni Tanzania nzima, kwamba tasnia yetu hii inapiga hatua na uzalishaji wa samaki unapiga hatua siku. Kwa hiyo jitihada za serikali ni kubwa, lakini vile vile wameweza kuhamasisha wawekezaji wa nje wanaokuja kujenga viwanda vya kuzalisha chakula cha samaki hapa Tanzania. Kwa mfano mpaka sasa hivi tuna viwanda viwili ambavyo vinazalisha chakula hapa Tanzania. Kuna kiwanda kimoja kipo Kibaha Backbone na kingine Lofi kipo hapo Kisesa hapa Mwanza. Kwa hiyo hao wamekuwa ni msaada mkubwa sana kuweza kuhakikisha chakula cha samaki kinapatikana muda mwingi, sio tu chakula bora, lakini kwa bei rafiki, kwa sababu kinatengenezwa humu ndani kuliko ambapo kama zamani kinatoka nje na kinunua kwa gharama kubwa. Kwa watu wengi mwamko ulikuwa kidogo kwa sababu operation cost ilikuwa kubwa, tofauti na sasa hivi. Lakini serikali kupitia mikakati ya uchumi wa bluu imeweka mifumo ya mikopo isiyo na riba, mafunzo na usaidizi wa kitaalamu ili kuwasaidia wafugaji wapya kuanza bila mzigo mkubwa wa kifedha. Shughuli yote ya maendeleo ndani ya nchi, anasema mdau namba moja ni serikali. Kwa hiyo kusema ukweli, kwa sababu serikali ndio inatengeneza mazingira yote, yani kwa mfano kutoa vibali, kufanya vitu gani. Kwa bila serikali kusema ukweli shughuli haiwezi kufanyika. Kupitia matangazo, vyombo vya habari kwamba mikopo ya 10% ya halmashauri imerejeshwa baada ya kuwa imefungwa kwa muda. Sasa tukaona tutumie fursa hiyo, tukaomba mkopo halmashauri, tukiombea kwenye sekta hii ya ufugaji wa samaki. Mungu ni mwema, halmashauri ya jiji la Mwanza ilitupatia mkopo wa milioni 100 kwa ajili ya ufugaji wa samaki, tukaweka keji zetu 5. Na hapo sasa tulipoweka, sio sisi tu vijana, tuna vikundi vya wanawake pale ambao na wao wanafanya hizi shughuli. Kwa hiyo tuna vikundi zaidi ya vikundi 10 hapo sasa vinafuga samaki na vimekopeshwa na halmashauri. Mimi ninasomesha watoto wangu, wanasoma kupitia huu ufugaji, kupitia huu mkopo, na mkopo tunarudisha. Sisi ni awamu ya kwanza, ndo tumechukua awamu ya kwanza na ndo tumerudisha awamu ya kwanza. Milioni 100 tulikopeshwa, tuliaminiwa tukachukua milioni 100. Tumeshavuna, tukarudisha 20% ya mkopo. Msaada huu unalenga kuhakikisha kuwa vijana, wanawake na makundi ya jamii wanaweza kushiriki katika biashara hii yenye tija. Ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba sio tu njia ya kuzalisha samaki wengi, ni daraja kati ya ajira, usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi wa jamii zetu. Vizimba hivi vinavyoonekana juu ya ziwa kwa utulivu vinatoa dira mpya ya kipato, ustawi wa maisha na matumaini kwa vizazi vijavyo. Wakati serikali, jamii na teknolojia vinashirikiana kuhakikisha Ziwa Victoria linabaki kuwa endelevu. Wito wangu vijana, hebu tufanye namna ya matembezi, hususan kwenye mitandao ya kijamii kupitia website za wizara, lakini kupitia makala mbalimbali za vyombo vya habari. Tunayo makala ya bahari ya kanda ya Ziwa na vipindi vingine kupitia TBC. Tukifuatilia vipindi tutagundua kwamba kuna fursa.